DJ Sports. Tukatazame dabi ya Kariakoo, dabi ambayo inaosubiriwa kwa hamu kweli kweli. Hapana shaka ni moja kati ya dabi ya kibabe kweli kweli, moja kati ya dabi ya kusisimua katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na hizi dabi mbili ambazo zinaotarajiwa kuchezwa hivi karibuni. Moja ni tarehe 29 ya mwezi wa 4, lakini ya pili ni tarehe 3 ya mwezi wa 5. Kumekuwa na minong'ono mingi kuhusiana na dabi hii kuwa mfululizo, na moja kati ya taarifa kubwa zaidi ni kuhusiana na wadau mbalimbali kuweza kuzungumzia kuhusiana na swala hilo, hasa mara baada ya kuwepo na mfululizo wa hizi dabi mbili. Moja ni ya Kombe la Muungano, lakini nyingine ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara. Tutakwenda kutazama kuhusiana na kauli ambayo iliweza kutolewa na TFF ya kuhusiana na dabi ya tarehe 3, lakini kabla ya hapo twende tukaiangalie dabi ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuchezwa mnamo tarehe 29 ya mwezi wa 4, moja kati ya mchezo wa kibabe kwelikweli, ambapo sofa tunafahamu ya kwamba Simba Sports Club ndiyo mwenyeji wa mchezo huo. Je, atakwenda kupoteza kwa mara nyingine tena ama atakwenda kusali? Lakini tufahamu ya kwamba hii ni fainali, haina sale, haiishi mpaka iishe. Hivyo tutakwenda kutazama moja kati ya mtanange wa kibabe kweli kweli, ambapo kwa hivi karibuni Simba Sports Club akiwa na rekodi mbaya kweli kweli ya kumfunga mtani wake wa jadi, klabu ya soka ya The Young African. Niwakaribishe mashabiki wa soka, mashabiki wa klabu ya soka ya Simba, lakini pia mashabiki wa The Young African. Sehemu yako ya comment ndiyo sehemu yako sahihi. Twende tukaitazame zaidi kuhusiana na dabi hiyo. Nyinyi ama wewe unaizungumziaje kiundani zaidi kuhusiana na dabi hii ambayo itakwenda kuchezwa mnamo tarehe 29? Lakini pia wewe shabiki unaizungumziaje kuhusiana na dabi itakwenda kuchezwa mnamo tarehe 3? Na hivyo sehemu yako ya comment unaweza ukatuambia wewe ni shabiki wa timu gani, lakini pia siku hiyo utasimama kwenye timu gani, lakini pia je, wewe utaitakia timu yako ushindi wa mabao mangapi, au utaitakia heli gani katika siku hiyo ya dabi ya Kariakoo? Ambapo kwenye comment tutakwenda kupitia comment ya kila shabiki mmoja, na huku tukitaka kujua zaidi kuhusiana na attention ya mashabiki. Wapi mashabiki wako wengi na wapi mashabiki wanatufuatilia kwa ukaribu mkubwa? Sehemu yako ya comment ndio sehemu yako ya kujitetea, na sehemu yako ya mwisho ambayo ya kwenda kuisapoti timu yako, ambapo tutakwenda kuchambua ama kuitafsiri komenti moja